Basi mpendwa, leo naomba tuzungumze juu ya njia za kufundisha, hasa kulifundisha neno la Mungu ambalo tunalipata katika Biblia. Ifahamike kwamba tunapata maarifa mapya kwa njia ya kujifunza. Na katika kufundisha tunajifunza kwa njia kuu kama mbili. Njia ya kwanza ambayo nitazungumzia ni njia ya kuona. Tunajifunza maarifa mapya kwa njia ya kuona. Tunaona vitu gani? Katika kuona tunaweza kuona picha, unaweza ukaona vitu mbalimbali, unaweza ukajifunza kwa kuona watu, hasa watu kama kwa mfano wanapoigiza, maigizo na namna nyingine, unajifunza kwa njia ya kuona. Lakini pia unaweza ukajifunza kwa njia ya kusoma. Unaposoma maandiko, vitabu mbalimbali, unapotazama yale maandishi, unajifunza kwa kuangalia maandishi na kusoma na kuelewa kilichoandikwa. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo tunaweza kujifunza, tunatumia ili kujifunza mambo mapya, maarifa mapya, ujuzi mpya. Lakini njia ya pili ni inatusaidia kujifunza, ni njia ya kusikia. Kusikia kwa masikio. Kwa hiyo tunajifunza kwa kusikia. Kusikia nini? Kusikia mafundisho yanayosemwa, aidha yanahubiriwa au yanafundishwa. Na sasa mimi ninazungumzia zaidi kwenye kufundisha. Kama ni njia hii ya kufundisha, basi tunahitaji mwalimu atakayeeleza neno vizuri kwa njia ya wazi ili tuweze kuelewa. Karibu sana, uendelee kunifuata katika hatua zinazofuata.